Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalam ala rasulihi alkarim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Hivi sasa nazungumzia mwezi huu wa Julai ambao tumeanza. Huu ni mwaka wa kifedha katika mpangilio wa bajeti za serikali. Nyingi wao husoma bajeti zao katika mwezi wa sita kuabiri mipango ya serikali juu ya ukusanywaji wa mapato yake na vile vile mipango ya matumizi ya mapato haya. Hii ndio inaitwa bajeti. Na katika mataifa ya kidemokrasia wao husoma bajeti kila mwaka mwezi wa sita, na ndio mwisho tarehe 30 huwa ndio mwisho wa mwaka uliopita wa kifedha, na tarehe 1 Julai huwa ndio mwaka mpya wa kifedha ambao utaendelea mpaka Juni 30 mwaka ujao wa 2027. Katika mataifa ya kibepari bajeti huwa inaanza kwa taarifa ambayo taarifa hii huandaliwa, taarifa ya kifedha inaitwa policy budget statement, ambayo inaabiri mapendekezo ya wizara ya fedha, jinsi inavyokadiria, inavyotaka na plans. Kisha baadaye hujadiliwa mambo haya, kisha uchorwa ule mswada wa kifedha ambao sasa wabunge huweza kujadili wapi tutapea na nini, kiwango gani, sekta ipi, kadha wa kadha. Then baada hapa hupitishwa kwa rais mswada ule na kutiwa saini kuwa sasa ni kanuni rasmi ambayo inaongoza serikali katika kuchukua ama kukusanya ile bajeti. Baada ya utangulizi huu, ni muhimu sana kuelewa kwamba bajeti zina umuhimu kwa sababu zinaweza kukadiria mapato na matumizi yake. Tofauti na Uislamu, bajeti umuhimu wake unakuja tu katika kufahamu mapato mangapi tumeyapata kwa kipindi fulani cha mwaka, na matumizi yake huwa ni tofauti sana na mataifa ya kidemokrasia. Katika Uislamu, matumizi au zile yani tasrif au nafaka za bajeti ni kwamba zimetawaliwa na sheria moja kwa moja. Yani sheria ya Kiislamu yenyewe ni inafafanua jinsi ya ukusanywaji wa yale mapato, lakini vile vile pia juu ya usambazwaji wa yale mapato katika idara mbalimbali. Na hili wakati mwingine itategemea pia tabani ya khalifa katika masala fulani ambayo yeye amepewa uwezo huo. Lakini kwa ufupi, Uislamu hauna haja ya watu kujadili viwango fulani vipelekwe katika bajeti fulani au mapato ya serikali. Fadhlan pia kwamba bajeti ya serikali ya Kiislamu haiangalii sana chanzo cha utozwaji ushuru kama tutakavyoona katika serikali za kibepari. Huu ni utangulizi wa kwanza. Lakini jambo la pili katika masuala ya bajeti vile vile ni kuangalia kwamba katika bajeti za kiraslimali wao wana aina tatu. Ya kwanza ni ile bajeti ambayo ni ya ziada, yani mapato ya serikali ikilinganishwa na matumizi ya serikali, yale mapato ni mengi zaidi. Kwa hivyo huenda matumizi ya serikali yakawa ni madogo, lakini mapato yakawa ni ziada. Hapa huitwa surplus budget, ambao mara nyingi ukichunguza katika historia ya kifedha katika serikali nyingi za kibepari, bajeti hizi huwa hakuna. Mara nyingi zinaingia katika kategori ya pili. Nchi nyingi za kidemokrasia wanaingia katika ile tunasema deficit budget, yani bajeti ambazo zina nakisi kubwa sana, nakisi ambayo yale mapato ya serikali revenues ukilinganisha na matumizi, basi utakuta kuna gapu, kuna mwanya mkubwa sana, kiasi cha kwamba matumizi ni mengi kuliko mapato. Ala sabili mithali, ili tufahamu vizuri kwa sura hii, ni kwamba katika bajeti ya Kenya ya mwaka wa fedha 2026-2027 inatafsiriwa kama bajeti ya nakisi. Kwa sababu serikali imepanga kutumia shilingi trilioni 4.8 huku ikitarajia kukusanya mapato ya karibu trilioni 3.6 au 3.7 trilioni. Tofauti ukichunguza kwa yale mapato ambayo serikali inatarajia kuyapata trilioni 4.8
na mapato ambayo inajaribu ina matumizi yake, yani bajeti ni kwamba inatarajiwa 4.28 trillion. Hii ni mapato inakadiriwa hapa kwamba serikali itaka kutumia 4.8 trillion, lakini kukusanya mapato yake serikali inatarajia kwamba itakusanya 3.6 to 3.7 trillion. Kwa maana haya kuna tofauti ya zaidi ya shilingi trilioni 1.1 ambayo swali sasa itafidiwa na nani? Moja kwa moja hakuna njia nyingine katika kufidia hii nakisi. Ni mambo matatu. Kwanza, kukaza kamba, kuwazidishia mzigo wa ushuru raia. Pili, serikali kukaba matumizi yake, ambayo bila shaka hili haliwezekani sana. Lakini tatu ni kukopa. Mikopo iwe ndani domestic borrowing au nje external borrowing. Na ukumbuke hivi sasa deni la Kenya liko takriban trilioni 12. Kwa maana haya hizi bajeti za kiraslimali zote ziko katika deficit budget. Lakini bajeti ya tatu katika mataifa ya kiraslimali ni bajeti ambayo inaitwa balanced budget, yani bajeti ambayo ipo sawa matumizi na yale ambayo ni mapato. Huu ni upande wa pili ambao ni muhimu sana tunapozungumzia masuala haya ya bajeti. Sasa bajeti hii ya 2026-2027 ukichunguza kwa makini utakuta ni bajeti ya nakisi kama tulivyoeleza, kwa sababu matumizi ya serikali ni makubwa zaidi kuliko mapato yake. Na ukichunguza kwa makini zile sekta ambazo zimepewa ni nukta tatu. Bajeti hii particularly ya 2026 imeangalia sana swala la kukuza mapato, yani serikali imeipa mamlaka zaidi KRA, yani Kenya Revenue Authority, ambao ni halmashauri kuu ya ukusanyaji ushuru, iwe na mabavu zaidi na misuli ya kutosha katika kukusanya ushuru. Lakini serikali sasa inakabiliwa na mambo mawili. La kwanza, inakabiliwa kwamba kuna uchaguzi 2027. Kwa hivyo serikali utakuta imejikita zaidi katika kuangalia ama kulegitimize ile incumbency yake, kuhakikisha kwamba hii bajeti inaangazia sana miradi ambayo itafanya serikali ionekane kwamba imefanya kazi katika mwaka wa kura, ili kwamba iwe ni chambo cha kisiasa. Hapa ndipo katika uchumi tunasema bajeti si stakabadhi tu ya kiuchumi peke yake, bali bajeti ni stakabadhi ya kisiasa, yani it's a political document ambayo yule mwanasiasa pia huangalia nani atamua nini, apate nini na apate kitu gani na kwa kiwango gani. Kwa hivyo bajeti hii utakuta inaangalia sana tax collections na pia kuepuka bajeti ya Kenya sasa hivi inaepuka, serikali imejaribu kuepuka ile tunasema major taxes, ambazo hizi huenda zikapelekea ile public frustration kama tulivyoiona katika Finance Bill 2024. Kwa maana haya utakuta serikali imekuwa na changamoto hapa, ima izidishe tax, na ikizidisha tax kuna hasira za umma zitapanda juu. Kwa hivyo ikafanya kwamba hatuzidishi tax, isipokuwa ni kuzidisha ule mamlaka ama uwezo wa kukusanya ushuru. Lakini hizi ni mazungumzo tu. In reality utakuta serikali kama nilivyosema za kibepari zote huegemea mapato yake, 90% ya mapato yake ni ushuru. Na ushuru vile vile ambao ufidiwa na madeni pia ni kuipa uhalali sarafu ya shilingi, yani shilingi hizi, kwa sababu tunaishi katika mfumo wa fiat currency, yani pesa za makaratasi. Na pesa za makaratasi ili ziwe ni halali lazima kuweko na nishati za kiuchumi ambazo watu wanatumia zile pesa. Kwa mfano watu wanatoza ushuru kwa kutumia shilingi, watu wananunua na nini. Kwa hivyo ule mzunguko wa kifedha wa kisarafu katika ununuzi, katika kuweka na nini, hii huipa uhai ule mpango, ile sarafu ipate uhai. Kwa hivyo hii ni fiat currency. Tukimalizia, Uislamu kama nilivyoeleza mwanzo kwamba bajeti zake huwa si dharura zisomwe kila mwaka, lakini inawezekana kuweko na mpangilio wa serikali kujua pengine idadi ya watu ni wangapi, kujua je, tumecollect pesa za zaka ngapi katika mwaka huu na tumezitumia
tumewapa maskini wangapi, tumewapa wenye madeni wangapi, kwa sababu zote hizi inakuwa hivyo. Lakini msingi mkubwa wa bajeti ya serikali kama tulivyosema ya Kiislamu ni kwamba hauegemei ushuru, fadlan kwamba pia bajeti ya serikali ama uchumi wa serikali ya Kiislamu huangalia sana sekta ambazo zinazalisha. Mfano sekta ya agriculture, yani kilimo. Leo utakuta katika bajeti hizi nyingi kilimo hutwezwa. Kilimo hutwezwa na watu huwa hawapeani nafasi kubwa katika sekta ya kilimo. Bali utakuta katika bajeti hii ya 2026-27 kiwango kikubwa sana kimepelekwa katika elimu. Ikidhaniwa kwamba ati tutataka kujenga human capital, yani watu wasome, kisha watu wakisoma watakuwa na uwezo wa kulizalisha uchumi. Ila hali unaepusha agriculture, yani kilimo, ambacho kilimo asili yake kinaweza kumfanya yule raia aweze kuzalisha, na akizalisha anaweza akalipa hata huo ushuru. Kwa hivyo utakuta sekta kama ya kilimo ikapewa labda bilioni 64 kama sijakosea, ukilinganisha na elimu na afya na usalama imepewa takriban bilioni 700. Kila bilioni 700 au bilioni 500 za Kenya. Zote hizi ni kuonyesha kwamba serikali inaangalia zaidi sekta ya elimu kuliko sekta ya kilimo, ambapo bila shaka inajitia katika mitihani zaidi. Kwa hivyo Uislamu unaangalia sana uchumi ambao ni wa uzalishaji, lakini si uzalishwaji pekee wa kiraslimali, bali Kiislamu tunaangalia zaidi uswala za usambazaji, yani ugavi wa zile rasilimali. Ndio maana utakuta bajeti ya serikali ya Kiislamu haikukumbwa na mitihani kama hii. Mbali na hayo ni kwamba utakuta kuna tarehe na meremeta, mapato ya serikali yakazidi matumizi mpaka ikafikia kiwango chakula ama chakula, ngano zinanunuliwa na pesa za serikali katika kufidia wanyama, si wanadamu, katika khilafa ya Umar ibn Abdul Aziz. Kwa hivyo ndugu zangu, ni muhimu sana tuelewe kwa sura hiyo jumla kwamba hizi bajeti za kiraslimali hazizidishii yoyote raia, ila zinamzidishia balaa zaidi, na kama ilivyokuwa katika sura ya bajeti hii ya kiraslimali ya Kenya, kwamba hata yule mwenye kupeleka pesa katika mashirika ya sako pia kuna withholding tax, kuna mitumba pia inatoza ushuru. Yani lengo kuu ni kumkandamiza yule raia wa kawaida. Tunahitaji bajeti ambayo kihakika itasimamishwa juu ya mfumo ambao wenyewe asili yake una huruma na raia, mfumo ambao fiscal discipline, yani ile nidhamu ya fedha, unaangalia kumnyanyua raia zaidi hata kuliko kumlimbikizia zigo la ushuru. Na ushuru katika Uislamu ni kwamba ni kitu ambacho ni dharuri. Endapo kwamba labda mapato katika treasury ya serikali yamepungua na kuna tukio limetukia ambalo labda tunataka serikali inataka kuweigh in na pesa hakuna, hapa ndipo serikali inaweza ikachukua amri ya kutoza ushuru kwa kipindi fulani, ambacho kipindi kile ili kuweza kuinasua ile umma katika janga kama lile. Lakini leo utakuta katika mataifa ya kiraslimali, hiyo ndio bajeti, kila mwaka watu hufikiria kuumizwa zaidi. Ni muhimu kutambua kwamba Uislamu ni mfumo wa kisiasa, ni mfumo wa kiuchumi na ni mfumo wa kijamii. Na tunapozungumza manuzuru haya, ina maana kwamba Uislamu sheria zake ni sheria za kimaterial. Hizi ni ibada, utekelezaji wake ni ibada, lakini ibada hizi zikitekelezwa huleta ufanisi wa kiuchumi na watu huenda ukapiga hatua zaidi. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.